Aprili 25 mwaka 2025, aliyekuwa mfanyakazi kwenye nyumba ya Rais Donald Trump aitwaye Virginia Giuffre alijiua. Story ikawa ni kubwa kwa sababu alijiua wakati yupo kwenye mchakato wa kuandika kitabu kuhusu mambo mazito aliyopitia. Virginia alikuwa amefanya kazi kwenye klabu ya Mar-a-Lago huko Florida, Marekani, ambayo inamilikiwa na Trump, kwenye kitengo cha spa, yani masaji. Na siku moja akiwa na miaka 16, alikuja mwanamke akajitambulisha kuwa anaitwa Ghislaine Maxwell. Huyu Ghislaine alikuwa ndio mtu wa karibu kweli wa Epstein. Yani alikuwa ni zaidi bwana we. Yani muda mwingine alikuwa kama mwenza wake, muda mwingine alikuwa kama ni partner tu, kama mshikaji wa kibiashara. Walikuwa hawaeleweki, lakini walikuwa ni karibu kweli. Ghislaine akamwambia twende tukafanye kazi. Virginia akakubali na akadai kwamba mambo aliyofanyiwa huko yalikuwa tofauti kabisa na makubaliano ya awali, kwamba twende ukafanye masaji kama unavyofanya hapa. Virginia akadai kwamba katika siku ya kwanza tu Ghislaine, Epstein na Virginia wote kwa pamoja walifanya jambo la faraga na yeye alilazimishwa. Virginia baadaye akadai kwamba akiwa na miaka 17 alipelekwa London na akalazimishwa kulala na wanasiasa, mawaziri, maraisi na vigogo akiwemo Prince Andrew wa Uingereza, ambaye of course tayari Mfalme Charles ameshamvua Prince Andrew cheo cha uprince baada ya kitabu cha Virginia kutoka, ingawaje Andrew amekuwa akikanusha mara zote. Hiyo yote ni kazi ya Epstein, hiyo mzee wa connection, tena connection na matajiri, na alianza akiwa mdogo. Huyu jamaa mzee wa Mission Town, mjanja. Sasa wewe fikiria, katika ujana wake hakuwa hata na degree ya chuo kikuu, lakini miaka 70 alikuwa kashapata kazi ya kufundisha hesabu na physics shule ya sekondari. Kwa ni shule ya private ya Dalton School, shule ya watoto mboga 8, shule ya watoto matajiri. Na Epstein kama nilivyosema alikuwa ni mjanja kwa sababu aliamua kwenda kufundisha shuleni ili akutane na wazazi matajiri. Yeye kuna matajiri alikuwa amewatarget na alifanikiwa bwana, kwani alikuja akakutana na wamiliki wa makampuni makubwa, akatengeneza connection nao, akakutana na mwanamke anaitwa Ana Obregon. Huyu alikuwa ni mrembo wa Kihispania mzuri. Huyu mrembo alikuja akamcheka Epstein of course, akasema nasikia wewe ni mtaalamu sana wa hesabu, hebu njoo bwana umsaidie baba yangu kurecover utajiri wake ambao ulikuwa unapotea huko. Epstein akaenda akafanya kazi, akarudisha pesa nyingi ambazo zilikuwa zimewekwa kwenye shell companies, akalipwa pesa nyingi kweli. Epstein akaanza kuwa tajiri. Baadaye akaanza kudeti warembo matajiri. Wakati huo akifadhili wanasayansi na watafiti. Akaanza kupeleka pesa nyingi sana kwenye vyuo vikuu na maabara kubwa duniani. Na hilo sasa ndio likaendelea kumfanya kuwa Epstein akubalike kwenye ulimwengu wa watu wazito. Yani yeye kupiga simu ikulu ya Marekani na simu ikapokelewa ni jambo la kawaida sana. Akazidi kutengeneza connection. Baadaye Epstein alikuja akakutana na mwanamitindo na wakala wa mitindo aitwaye Jean-Luc Brunel. Na huyu Brunel akawa akitaka mabinti anamcheki Epstein. Lakini Epstein yeye akawa anatumia mwenye huo kuwahadaa mabinti wadogo na kuwapeleka nyumbani kwake, kwamba bwana njoo kuna dili la mwanamitindo fulani, si umeona nimefanya naye kazi akifika kule hebu njoo pitia kwangu kidogo, anafanya mambo mengine. Ndio siku moja sasa Brunel alimpigia simu Epstein akamlaumu sana, akamwambia mwanangu unazingua. Sasa hivi wazazi hawataki nifanye kazi na watoto wao kwa sababu unahusishwa na biashara ya kishetani, usafirishaji haramu wa binadamu. Akamind. Of course sasa hivi Brunel ni marehemu, naye alifia gerezani kwa kesi hizo za unyanyasaji wa kingono. Kwa hiyo Epstein akaendelea na michongo yake. Na nilieleza mwanzoni kuhusu ushahidi ambao aliutoa Nina, aliutoa Mary na mabinti wengine ambao ulimfanya Epstein aanze kuchunguzwa na polisi. Of course uchunguzi ulifanyika, ushahidi ukakusanywa na baadaye akapelekwa mahakamani. Kesi ilikuwa ni nzito, lakini mwisho wa siku maji yakazidi unga, akafungwa jela miezi 18. Alifungwa miezi 18 lakini alikuwa na kauru fulani kutoka nje kufanya mazoezi akiwa na ile ankle monitor. Akawa hata anaweza kutoka kwenda kisiwani kwake kufanya mambo mengine, kwenda kazini. Alikuwa ni kifungo fulani hivi, yuko gerezani lakini pia yuko nje. Julai 22 mwaka 2009 akawa huru na akaendelea kuishi maisha yake ya zamani kama kawaida. Akaendelea kukutana na watoto wadogo. Hasa kuna jamaa alikuwa anaitwa Alfredo Rodriguez. Yeye alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa Epstein. Alivyoona watu wana attention sana na kesi ya Epstein, akaiba kitabu ambacho kina majina ya mabinti waliotumikishwa na Epstein
na matajiri waliopelekewa hao mabinti, ikiwemo viongozi wakubwa, kwamba leo amekuja waziri fulani na tumempatia binti fulani. Logbook hiyo chenye kilikuwa inaitwa Black Book. Dogo akataka kukiuza kwa dola 15,000, na kwa sababu dunia ina maajabu yake, badala ya kile kitabu kichukuliwe na mamlaka kwamba bwana, huu ndio ushahidi kwamba huyu jamaa anafanya ushetani na nini, ikiwezekana tumuongezee adhabu, Dogo akakamatwa, akafungwa jela miezi 18. Yaani akafungwa kifungo sawa na Epstein ambaye ametuhumiwa kwa huo ushetani. Miaka 10 baada ya kutoka gerezani kifungo cha mwanzo, Epstein alikutwa amejiua gerezani jijini New York. Na mambo aliyoyafanya enzi za uhai wake ndiyo yanaendelea kufunguka taratibu na kuwavua nguo baadhi ya wazito. Ghislaine Maxwell mwaka 2022 alifungwa jela miaka 20 kwa kumsaidia Epstein biashara haramu. Sasa kwa sababu hii ni issue ambayo ni developing, inaendelea, bado kuna mafaili mengi yanazidi kufunguliwa na nini, ni issue ambayo ina vitu vingi. Kwa kipindi hiki nafunga file la Epstein. Potentially one of the bad things to teach children is how to write. Writing, reading and arithmetic was supposed to be, everyone's supposed to be taught. But writing forces you into a very narrow channel of thinking. You have to write in a certain form, in a certain way, in a certain linear pattern. So your thinking becomes somewhat narrow. The reason I brought up writing is one of the recent discoveries of mine with respect to Socrates, Plato, and Aristotle is they never wrote anything. They spoke, and people around who could write wrote.